Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni Kwaresma na leo ni siku ya 8 katika mfululizo wetu wa mafungo yetu ya Kwaresma ya mwaka huu, na tunamshukuru Mungu ambaye ametupa neema ya kukutana tena asubuhi ya leo. Na tuna mada inayotuongoza katika Kwaresma hii, kutoka misimu mpaka kusudi, from season to reason. From season to reason. Neno kuu linalotuongoza ni kutoka kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 3 na mstari wa 1. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 1, Biblia inasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 mstari wa 19, Biblia inasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Na tunalo bango letu la dhima na dira yetu ya somo kama linavyoonekana pale, kutoka misimu mpaka kusudi. Kutoka misimu mpaka kusudi. Maisha ni misimu mbalimbali iliyobeba kusudi katika maisha ya kwako na iliyobeba kusudi la Mungu. Na tumetafakari na kuangalia mambo kadhaa, na asubuhi ya leo ninawakaribisha katika dakika 40 za darasa, na tunaendelea na mwendelezo wa somo letu, misimu na kusudi katika maisha ya Adamu. Misimu na kusudi katika maisha ya Adamu. Adam's season and reason. Adam's seasons and reason. Na somo la leo ambalo linatuongoza, Adam uko wapi? Where are you, Adam? Adam uko wapi? Tafadhali usome pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 3. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka wa 24. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka wa 24. Sitasoma mistari yote kwa sababu ya muda, lakini angalau nitasoma kwa uchache, michache tu miongoni mwa ile mistari pale. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Neno la Mungu lasema hivi: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti wa bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia kwamba uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami
ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako wa kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikia sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti niliyokuagiza nikisema usiale. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, maana mavumbi wewe, na mavumbini utarudi. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, na kwa kuwa yeye ndiye aliyekuwa mama wa walio hai. Bwana akamfanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Mstari wa 24, basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani mwa Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kulinda njia ya mti wa uzima. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, na lihimidiwe na kubarikiwa jina lako takatifu. Asante kwa sababu unapenda kusema nasi. Ulitume neno lako nalo halitakurudia bure. Utubariki sasa na daima, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa wa mabibi na mabwana, asubuhi ya leo kama nilivyosema, tunaendelea na somo letu la msimu na kusudi katika maisha ya Adamu, Adam Seasons and Reason. Na hapa tunaangalia juu ya sauti ya Mungu iliyomuita Adamu katika bustani kisema, where are you Adam? Adam, uko wapi? Ndio somo letu la asubuhi ya leo. Hoja za kitheolojia na kifalsafa asubuhi hii. Muda wetu haujawahi kututosha, kwa hiyo naomba tuende kwa spidi hiyo. Kama unaandika, uandike kwa spidi nitakayokwenda nayo. Somo la leo ni refu kidogo. Hoja ya kwanza, Adam na Hawa walikuwa na faragha na Mungu kila mara, yaani mahusiano au fellowship ya kila siku jioni walikutana na Mungu. Kila mara Adam na Hawa walikuwa na fellowship na Mungu. Na ile wakati wa jua kupunga, kama ilivyokuwa desturi, Mungu alikuja tena kukutana na maisha yao. Na alipokuja kwa ajili ya fellowship ya jioni, hakuwakuta mahali ambako aliwaweka, na ndipo ambako Mungu akaita akisema, Adam, uko wapi? Kimsingi hapa, dhambi huwa inamuondoa mtu kwenye nafasi. Dhambi ina tabia ya kumuondoa mtu katika nafasi ambayo Mungu amempa, nafasi ya kiuchumi, nafasi ya kifedha, nafasi ya kiroho, nafasi ya kihuduma, nafasi ya kiuongozi, nafasi ya kimamlaka. Dhambi ina tabia ya kumtoa mtu kwenye nafasi pia ya kibiashara, nafasi ya kupendeza, nafasi ya kukubalika. Zipo nafasi nyingi ambazo Mungu anatupa na ametupa katika maisha yetu. Once unapotenda dhambi, uwe na hakika ya kwamba unaondoka kwenye nafasi ambayo Mungu amekuweka. Na watu wengi leo wameondolewa kwenye nafasi. Asubuhi ya leo napenda uonyeshe na tuangalie bango hili, kielelezo namba 1, bango hili la Adamu akiwa
kabla ya dhambi, fellowship na Mungu kila siku. Angalia maisha yao, namna walivyokuwa wakiishi na wakitumika bustani iliyokuwepo, kushiriki pamoja na Mungu. Simba na wanyama wengine wote hawakujua kuwadhuru kwa sababu ya authority, kwa sababu ya mamlaka ambayo Mungu amekuwa amewapa. Nyoka yuko pale, amewadanganya, wameshakula tunda, aibu kubwa imekuwepo na wanalazimika kuficha maisha yao. Na hapo ndio Mungu anapokuja kuwaita, anawaita wakiwa wamejificha katika aibu na wamepoteza nafasi ambayo Mungu aliwapa. Sauti ya Mungu inawaita wenye dhambi kwa huruma. Sauti ya Mungu inawaita wenye dhambi kwa huruma. Na Mungu ni Mungu ambaye anatuita katika Kwaresma hii. Siku hizi 40 ni sauti ya wito wa Mungu anapotuita katika maisha yetu tutoke katika dhambi na uasi. Na hapa nataka kuonyesha bango ambalo Mungu anaita akimuita Adamu. Where are you Adam? Mungu amekuja, bustani ni empty. Mahali alipowaweka hawapo. Mahali pazuri kama hapa ambako Mungu amewapa. Kuna watu ambao wamesoma vizuri, kuna watu ambao Mungu amewapa nafasi nzuri, kuna watu ambao Mungu amewapa na maisha, amewapa mume, mke mzuri, wana maisha mazuri. Lakini kimsingi watu wanapotea kwenye nafasi zao kwa sababu ya dhambi. Na Kwaresma hii ndipo Mungu anapoita, where are you Adam? Adam, uko wapi? Kama inavyoonekana pale, Mungu anatembelea kwenye bustani, anamtafuta Adamu, mahali alipomweka hayupo, nafasi aliyompa hayupo, cheo na mamlaka aliyompa hayupo, mahali ambako alikusudia mkute hakumkuta. Mungu anaita. Na Kwaresma na Pasaka, wito wa Mungu, anawaita wanadamu waliopotea, where are you? Badala ya kuweka hapo Adam, weka jina lako. Mungu anakuita katika Kwaresma ya mwaka huu. Mpendwa, uko wapi? Hilo ndio swali langu asubuhi ya leo. Mpendwa, uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi kiroho? Uko wapi kiakili? Uko wapi kihuduma? Uko wapi kiuwezo? Uko wapi kielimu? Uko wapi kiutashi? Uko wapi kijamii? Uko wapi kifamilia? Uko wapi kifedha? Uko wapi kiuchumi? Uko wapi kisiasa? Uko wapi kiuongozi? Uko wapi kibiashara? Uko wapi kitaaluma? Na uko wapi kimaisha? Mpendwa wa Kwaresma ya 2026, uko wapi? Je, uko pale mahali ambako Mungu alitaka uwe? Katika huduma, mahali Mungu alitaka uwe, uko pale? Katika biashara, mahali Mungu alitaka uwe, uko pale? Katika mamlaka, mahali Mungu alitaka uwepo, uko pale? Je, uko wapi? Ni mahali gani ambako Mungu alikuweka na sasa hivi ukijiangalia unajiona uko wapi? Uko wapi kifedha? Uko wapi kiuchumi? Uko wapi kwenye furaha ya moyo wako? Uko wapi? Na wewe mwenyewe unajua kabisa ni mahali gani Mungu alitamani kukuweka. Ni kwenye position ipi? Ni mahali gani kiupako, kihuduma, katika neema ambayo Mungu alitamani uwepo, na katika elimu pia, na kifedha na kiuchumi. Lakini uko pale? That is the question. Adam, uko wapi? Where are you Adam? Mungu anakutafuta asubuhi ya leo na katika Kwaresma ya mwaka huu. Na nataka usikie sauti ya kuitwa kwako. Sikia sauti ya kuitwa. Sikia kuitwa na sauti yake. Sikia kuitwa na sauti yake. Kuna wimbo mmoja wanayesema, wanaimba katika tenzi na hata katika vitabu vyetu vya tumwabudu Mungu wetu. Sasa nasikia kuitwa na sauti yake. Usikie kuitwa na sauti ya Mungu. Hoja ya pili. Dhambi huwa inaleta ugumu wa maisha ya mwanadamu. Dhambi ina tabia ya kuleta ugumu wa maisha ya mwanadamu.
Israeli walipotenda dhambi kwa misimu tofauti tofauti, kipindi cha waamuzi, walipitia pia kipindi kigumu cha maisha. Kipindi kigumu cha maisha. Na kuna wakati walipita kipindi kigumu cha maisha, kiwango ambacho walipata njaa, wakawa wanakula mavi ya njiwa. Mfalme anakula mavi ya njiwa, na wanawake waliozaa watoto waliwachemsha watoto wao. Ni kwa sababu ya dhambi. Katika kitabu cha Waamuzi mara kadhaa wana wa Israeli walipotenda dhambi walipitia maisha magumu. Dhambi inaleta maisha magumu, na kama unavyoona hivi leo na unapoweza kuangalia katika maisha ya kawaida, Adamu yule ambaye alikuwa ameishi kwa furaha, lakini ghafla unaweza ukaona namna ambavyo anateseka kwa tabu na maisha magumu. Anapanda kondeni. Kwenye bustani kulikuwa kuna mito minne, kulikuwa kuna irrigation system, na Mungu alitengeneza ile mito ambayo ilikuwa inamwagilia bustani ya Edeni. Na pengine nitapata nafasi ya kuzungumza juu ya mito iliyokuwa inamwagia bustani ya Edeni. Ni pamoja na mto Hidekeli ulioandikwa katika kitabu cha Mwanzo, na ulikuwa unatokea Kushi. Ulikuwa unatokea Kushi, imeandikwa katika kitabu cha Mwanzo. Mto Hidekeli uliokuwa unatokea Kushi. Wa theolojia na wa falsafa na wataalamu wa mambo na ekolojia wanasema ni mto Nile uliokuwa unatokea ziwa Victoria, Tanzania. Na sasa naomba urudishe hilo bango la maisha magumu. Sasa hakuna irrigation system, analima kilimo cha kukadiria, cha kuangalia mvua kama itanyesha na vitu kama hivyo. Na haya ni maisha ambayo alipopoteza mahali pake. Watu wanasema mchungaji, napitia pagumu, lakini lazima pia utafakari ni dhambi gani ambayo pia inaweza ikakupeleka kwenye maisha magumu. Lakini pia unaweza ukaona mtu ambaye amefungwa katika minyororo na amefungwa katika maisha ya tabu. Unaweza ukaona mtu ambaye anaishi kwenye maisha ya tabu. Dhambi huwa inasababisha maisha ya mtu kupooza kwa muda mrefu. Dhambi ina tabia ya kusababisha maisha ya mtu yanapooza kwa muda mrefu, yani yana stuck, yana paralyze. Na katika kitabu cha Marko ule mlango wa 2 mstari wa 5, Marko mlango wa 2 mstari wa 5, Biblia inasema, naye Yesu alipoona imani yao alimwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Huyu ni mtu aliyekuwa amepooza kwa miaka mingi, miaka wanasema karibu 38, na Biblia inasema alikuwa amepooza, hawezi kwenda popote, ameparalyze, amelala, amekaa mahali pamoja, amestuck, maisha yake amestuck. Hata hapo hakuweza kwenda, alibebwa na marafiki zake 4, wakatoboa dari, wakamshusha mbele za Yesu, na Yesu akamwambia, umesamehewa dhambi. Dhambi ina tabia ya kusababisha maisha yakastaki. Ukiona biashara haiendi, ukiona huduma haiendi, hata kama unalazimisha. Unajua kuna wakati mwingine huduma ya kiroho haiendi, unaanza hata kutumia mkwara, wengine wanasukuma watu, wengine wanatumia sima mavitu gani ya kutisha watu. Ni kwa sababu huduma imestack kwa sababu ya dhambi. Ni kwa sababu biashara wakati mwingine imestack kwa sababu ya dhambi. Na mimi ni miongoni mwa wale ambao ninawahudumia watu na ninawaombea na kuwabariki watu madhabahuni. Ukimwona mtu amekuja anaanza kukueleza, mchungaji, unajua nilianza vizuri, nikafika mahali mambo yangu yakaanza kuharibika. Mimi siangaiki kuuliza mambo mengi. Ambia, haya, eleza dhambi zako ulizofanya hapa ni ngapi? Unasema, unajua dhambi kwa mchungaji na muumini wake ni kama bangi na polisi. Kwa hiyo hata hivyo haelezi kirahisi, na utasikia tu mchungaji, labda ilitokea. Hasa wanaume, Mungu anakubariki na mke wako, mmetoka mbali, ukipata vichenji ushaenda kutafuta mchepuko, unaleta kisirani na balaa na mkosi maradufu plus kwenye maisha ya kwako. Na mara nyingi sasa, unajua mchungaji, sisi wanaume ndio wanaanziaga hapo. Unajua mchungaji, sisi wanaume. Wewe unapata kitu kinachoitwa sexual transmission curse, STC,
na inakausha maisha, na wanaume wengi wanasafa. Na unajiuliza sijui ni kitu gani? Mimi sielewi hata kidogo. Wanasafa a lot. Naleta matatizo kwenye familia. Watoto walikuwa wanalipiwa ada shule nzuri, unaanza kubadilisha watoto kutoka shuleni, hauna mia, umekaukiwa, umekutana na kisirani cha ngono huko mtaani, na unarudi kwa mchungaji. Sasa wanakuja mara nyingi, wengi tu, wala sio mmoja, wengi tu, na hata anavyoongea hapa wengi tu. Unafahamu hata jana ulilalia wapi na umeamkia wapi? You know yourself. Dhambi inaleta mateso kwenye maisha ya watu, na unafungwa na minyororo. Dhambi inakufunga, unafungwa. Hiyo ni dhambi. Dhambi huwa inasababisha maisha ya kupooza ya muda mrefu. Unafungwa, hakuna kitu kinafanyika, hakuna biashara inaenda, hakuna kibali, hakuna kukubalika, hakuna cheo, hakuna kitu kinaongezeka kwenye maisha yako kwa sababu ya dhambi. Na dhambi zinatesa, na hasa dhambi za sirini. Maanake kuna watu ambao wana dhambi zao za sirini ambazo wanatembea nazo. Dhambi huwa inamuondolea mtu mamlaka. Dhambi ina tabia ya kumuondolea mtu mamlaka, authority, mamlaka. Kuna tofauti ya mamlaka na madaraka, na hili nataka unielewe sawa sawa. Kuna tofauti ya mamlaka na madaraka. Mungu aliwapa wanaume mamlaka ya kutawala katika familia, ya kiutawala katika familia. Mungu aliwapa wanaume mamlaka ya kiutawala katika familia, kuwa vichwa. Lakini kwa sababu ya makosa kadhaa ya kukwepa majukumu na michepuko katika familia, baadhi ya wanaume leo hawana mamlaka ila wana madaraka. Anajisifia tu saa zote, unajua mimi ndio mwanaume kwenye hii nyumba, mimi ndio kichwa, hata Biblia imeandika kichwa. Hiyo ni madaraka. Lakini ukiwa na mamlaka huwezi kumention. Hakuna mwanaume mwenye mamlaka anayejitambulisha. Ukiona anayejitambulisha ana madaraka lakini hana mamlaka. Kuna tofauti kati ya mamlaka na madaraka, authority na position. Kwa hiyo wanaume wengi wamebaki na position kwamba ni kichwa. Lakini ukiangalia, mama anafanya kazi kama bodaboda, ndiye anatafuta mkate wa familia, ndiye ajue mtoto anasoma wapi, ndiye ajue bili zote zimelipwa. Na wewe umekaa pale na ndevu zako unatutishia na ndevu. Hata Kambale ana ndevu. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Hata Kambale ana ndevu. Hayo huwezi kusimama saa zote na kusoma Biblia, unajua mimi ndio kichwa na ninajua kwa sababu unanidharau. Na wanaume wanajua kuzungumza, unanidharau. Ni kwa sababu sasa hivi una visenti na unanidharau. Hakuna cha kukudharau. Wanaume lazima msimame kwenye nafasi ambayo Mungu amewaweka. Lazima. Na Mungu anakuuliza, where are you Adam? Uko wapi Adam? Sema amina. Haleluya. Uko wapi? Kwa hiyo wanaume walio wengi wamepoteza mamlaka. Walio wengi hawana mamlaka lakini wana madaraka, wamebaki pale. Lakini hii ni Adamu akiwa kwenye masikitiko sasa. Ameshakula tunda, amefanya dhambi na ana masikitiko. Masikitiko sasa ya wanaume walio wengi pale anapo simu yake imekamatwa na mambo ya mchepuko. Anasikitika, amechelewa saa 9 imemkuta bado hajafika nyumbani. Ana masikitiko, anajiuliza anakwenda kusema nini. Na ukifika unamkuta mama yuko mlangoni, hutaamini. Hii ndio shida ambayo unakuta sasa hapo wanaume wanajaribu kujiangalia katika majuto makubwa. Wapendwa, kuwa na madaraka bila mamlaka ni taabu tupu. Yaani kuwa na madaraka bila mamlaka, narudia tena, kuwa na madaraka bila mamlaka ni taabu tupu. Na mimi nataka kusema falsafa ya asubuhi ya leo ni tofauti ya madaraka na mamlaka. Na labda utanifahamu hivi kwa mfano huu. Naomba uweke lile bango tena pale. Kuwa na madaraka bila mamlaka ni taabu tupu. Kuwa na
mamlaka na madaraka. Naomba uweke ile sentence pale. Kuwa na madaraka bila mamlaka ni taabu tupu. Kuwa na madaraka bila mamlaka ni taabu tupu. Labda utanielewa kwa mfano huu. Shule moja iligoma. Wanafunzi wanafanya riot shule ya sekondari. Na wakaanza kuvunja majengo ya shule, kuleta riot kubwa tu. Riot kubwa. Mwalimu mkuu akaenda, akagonga kengele. Mwalimu mkuu wao alikuwa ni mwalimu very tough, anafujo. Kaenda akagonga kengele. Lakini alikuwa na tabia ambazo si nzuri, na wanafunzi wanaelewa. Shule imeanzia form 1 mpaka form 6, kwa hiyo people they know. Yule mwalimu alipowaita wale wanafunzi ndio wakazidi kufanya riot zaidi. Akaja makamu wa shule, akagonga hakuna, na walimu wengine kadhaa. Lakini baadaye wale hawakuacha kuriot, hawakuacha fujo. Lakini akaja mwalimu wa UKWATA, spiritual teacher, ni mwalimu wao wa UKWATA, akagonga kengele, shule nzima wakakusanyika. Akawaambia, ninyi mlikuja hapa kusoma au kuharibu? Mnakumbuka wazazi ndio wanatoa fedha za kutengeneza hii shule. Piga magoti wote chini na mtubu. Haya, sala ya toba, sema Bwana Yesu. Wote wakautubu, wote wakaungama, wote wakamaliza. Alafu akamuita mwalimu mkuu kule, yuko mpembeni, maana yake alishapigwa na mawe. Akamwambia, mwalimu mkuu njoo hapa, hawa wanafunzi wakuombe radhi. Mwalimu mkuu akaja. Hapo kuna tofauti kati ya mamlaka na madaraka. Washindi wachache wangesema amina. Unaweza ukawa na kiti na position kabisa na nafasi, lakini kuwa na madaraka bila mamlaka ni tabu. Alafu akaambia wanafunzi wote darasani, na jambo kama hili lisitokee. Ni mwalimu wa kawaida kabisa, wa kawaida, hana cheo chochote, lakini ana mamlaka. Tafakarini njia zenu. Hii ni Kwaresma. Tofauti kubwa kati ya madaraka na mamlaka. Viongozi wa Kiyahudi wakati wa Yesu Kristo walikuwa na madaraka ila hawakuwa na mamlaka. Viongozi wa Kiyahudi wakati wa Kristo walikuwa na madaraka ila hawakuwa na mamlaka. Katika kitabu cha Marko ule mlango wa 11 mstari wa 28. Kitabu cha Marko ule mlango wa 11:28, Biblia inasema, wakamwambia, ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya? Naye ni nani aliyekupa mamlaka hii unayotenda haya? Wayahudi wanamuuliza Yesu kwamba ni kwa mamlaka ipi unafanya haya. Wenyewe walikuwa na madaraka, ni wakuu wa makuhani, ni maaskofu, ni wakuu wa makuhani, ni mafarisayo, ni watu wanasheria, wakuu wa Torati, sijui walikuwepo pia na viongozi wa serikali. Wao wana madaraka, lakini Yesu alikuwa na mamlaka, authority. Na ile mamlaka wanapomuuliza ni kwa mamlaka ipi unafanya haya, ile ni mamlaka iliyotoka kwa Mungu, na ni ile mamlaka ambayo Adamu aliipoteza wakati Mungu anapomuita Adamu, uko wapi? Adamu alipopoteza mamlaka ya kiutawala na akafukuzwa mbele za uso wa Mungu. Unaweza ukaona Adamu alipopoteza mamlaka alifukuzwa mbele za uso wa Mungu. Sasa unaweza kuangalia bango ambalo Adamu amefukuzwa, yule pale. Adamu alipoteza mamlaka ya kiutawala na akafukuzwa mbele ya uso wa Mungu. Ameondolewa kwenye uso wa Mungu, kwenye nafasi. Na dunia mpaka Yesu anarudi walikuwa wanaishi nje ya mamlaka. Sasa wanamuona Yesu, wanamuuliza, ni kwa mamlaka ipi ambayo unayafanya haya? Hawa wamefukuzwa kutoka ndani. Lakini kipindi hiki cha Kwaresma tunatafakari urejesho wa mamlaka kupitia Yesu Kristo. Katika kitabu cha Mathayo ule mlango wa 28:18, Biblia inasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mabibi na mabwana, Yesu Kristo anarejesha
mamlaka katika maisha yetu. Anatuondoa katika taabu, katika huzuni. Mwisho wa maisha haya ndani ya Yesu Kristo, heshima ya mtu iliyopotea inarejeshwa. Na Mungu ndivyo ambavyo anaturejeshea hiyo baraka ambayo tulipoteza. Na yeye ni Mungu anayetuvalisha tena heshima tuliyopotea. Yesu ni mamlaka na si madaraka. Kwa nini watu wanaweza wakawa na madaraka na wasiwe na mamlaka? Mamlaka inatoka kwa Mungu na madaraka inaweza katoka kwa wanadamu. Lakini kama hauna haki, maadili, haumchi Mungu, ni mkurugenzi, hautendei watu haki, ni baba mwenye nyumba, hautendi haki katika ndoa na familia, huwezi kuwa na mamlaka, unaweza ukawa na madaraka. Dunia kwa kiasi kikubwa inapoteza watu wenye mamlaka kwa sababu ya dhambi. Dhambi inawasababisha watu wako kwenye nafasi, wako kwenye viti vyenye heshima tu, lakini hawana mamlaka, ila wana madaraka. Na dunia inafikia huko, na kwa kadiri ya wenye haki kupungua sana juu ya uso wa nchi, wacha Mungu, watu wenye hofu ya Mungu, walio na mikono safi. Kwa sababu hiyo tuna watu wengi sana wana madaraka lakini hawana mamlaka, kwa sababu mamlaka inatokana na Mungu, na Mungu ni mtakatifu. Na Biblia inasema iweni watakatifu kama Mungu wenu alivyo mtakatifu. Tofauti ya mwalimu wa UKWATA na mwalimu mkuu na second master na headmaster, wote tofauti yao ilikuwa ni kwa sababu yule mwalimu wa UKWATA ni mcha Mungu. Authority, mamlaka yake inatoka kwa Mungu, kwa sababu ni mchungaji ni mwalimu aliyekuwa anawaangalia watoto kiroho na wanamsikiliza. Unajua ukiwa unaongoza familia, unaongea, hakuna mtu anakusikiliza, lazima ujihoji. Lazima ujihoji. Kiongozi yoyote lazima uonyeshe watu njia, ni hapa tunapita. Ukiona watu hawakusikii, lazima uangalie vizuri, hivi una mamlaka au una madaraka kwenye maisha ya kwako. Mungu, hoja ya tatu, Mungu aliwavalisha Adam na Hawa mavazi ya ngozi na kuificha aibu yao. Mungu ni Mungu asiyefurahia aibu ya mtu. Tarudia tena. Mungu aliwavalisha Adam na Hawa mavazi ya ngozi na kuificha aibu yao. Mungu ni Mungu asiyefurahia aibu ya mtu. Mungu ni Mungu asiyefurahia aibu ya mtu. Nataka uangalie bango hili ambalo Mungu aliwavalisha Adam na Hawa mavazi ya ngozi. Haya ni mavazi ya ngozi. Mungu ni Mungu anayeficha aibu pamoja na kutenda dhambi, lakini Mungu alificha aibu yao. Wametenda dhambi, hakuwaondoa bustanini wakiwa uchi, hakuwafukuza wakiwa uchi, aliwakava, aliwavalisha mavazi, kwa sababu Mungu ni Mungu anayeficha aibu ya mtu. Ni Mungu anayeficha aibu ya mtu. Ukiona una tabia ya kumwaibisha mtu, kuna watu ambao wanaibisha waume zao, wanaibisha wake zao, wanamwaibisha bosi wao, yani na hasa wasaidizi, hasa wale watu wanasema huyu ni naibu, kaimu, msaidizi, makamu. Hawa wanaosaidiaga, mara nyingi wanaosaidia. Na kama uko mahali wewe ndio una kaimu mkurugenzi, naibu waziri, naibu katibu mkuu, sijui msaidizi wa nani, sijui makamu, uangalie sana, unajaribu kubwa sana la kumwaibisha bosi wako. Kila mara unakaa kuelezea, kama ni mimi unafikiri ningefanya hivi, kama ni mimi unafikiri ningefanya hivi, na kama ni mimi unajua huyu hapo yuko tu, sijui hata walimteuaje akakaa hapo mbele yangu. Yani kama ni unajaribu, nasema hili ni jaribu. Ukiwa una tabia ya kumwaibisha mtu, hauna tabia ya Mungu na hautapambana na mkono wa Mungu, kwa sababu wakati wewe unamwaibisha mtu kwa mikono yako ya kibinadamu,
yupo Mungu kwa mkono wake wa kimungu anamvalishia, anamtengenezea mavazi ya kuificha aibu yake. Na mkono wako wa kibinadamu hautashindana na mkono wa Mungu ukashinda. Kwa hiyo mwisho wa siku wewe kuanguka, utaanguka tu. Washindi wachache waseme amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Unafanya kazi kwenye department fulani, the head of department amekutuma kwenye field, amekutuma uwakilishi. Ukifika uwakilishi, kile alichokutuma kwenye department uliotumwa, ukifika unaanza, mtu mwenyewe ni mtu wa safari, kitu kama hiki alipaswa kuwepo, lakini angalia amenituma mimi, sasa unajua, yani hivyo. Na wale watu uliotumwa kuwakilisha ofisi wanakuangalia tu, na wenyewe wanakuandikia 0 kwamba huyu naye 0, hajui hata mahali alipo. Ukitumwa mahali kwa uwakilishi, wakilisha. Kama ni ofisi, wakilisha, lakini sio kwenda kuaibisha ofisi, kwenda kuaibisha taasisi, kwenda kuaibisha organization, kuaibisha nchi, kuaibisha mahali ambako unakaa. Unatengeneza aibu ya nchi. Unajisikiaje? Kwa mfano, unajisikiaje? Unatengeneza aibu ya nyumbani kwako, unafurahia aibu. Waliofurahia aibu wamelaaniwa milele. Mmoja ni mtoto wa Nuhu. Mtoto wa Nuhu aliyeitwa Ham. Baba yake alilewa akawa uchi. Mtoto akashangilia, akauona uchi wa baba yake, akaifurahia aibu. Akaenda akawaita ndugu zake. Ndugu zake wakarudi kinyume, wakabeba zulia, blanketi na ngozi, wasione aibu ya baba yao. Wakarudi wakaificha aibu ya baba yao. Nakwambia Nuhu alipoinuka, akaambiwa mtoto wako alikuona ukiwa naked, ukiwa uchi. Alitoa laana ya utumwa. Ukiwa unashangilia aibu ya mtu. Nazungumza na mtu mmoja hapa ambaye kwa neno hili utapona. Umetengenezea mtu aibu, umetengeneza influence ya aibu, umeshawishi watu watengeneze mambo ya aibu kwenye taasisi. Wewe nenda kasome Biblia vizuri. Unamvua mtu nguo, unafurahia aibu ya mtu, unashangilia. Na wengine mnaonyeshanaga, unakuta aibu fulani ya mtu unaiposti, nasema jamani, hebu angalieni. Aibu ya mtu sio ya kushangilia. Hebu naomba urudishe ile bango ambalo Mungu anawavalisha mavazi. Nataka nikuambie, wakati unawavua nguo wewe, Mungu atawavalisha mavazi, na Mungu atawavalisha kwa neema yake. Washindi wachache waseme amina. Pigie Bwana makofi ya shangwe na vigelege. Hayo makofi hayatoshi, pigie tena Bwana makofi mengi. Haleluya. Mabibi na mabwana, ninasimama kwenye madhabahu hii, maana Bwana Mungu wa majeshi amesema katika neno lake, mimi ni Mungu ninaye rehemu vizazi elfu vya wale wanaotubu. Usitembee na aibu ya mtu. Na watu wanapendaga aibu za watu, sijawaiona. Kishaona una spirit hiyo, wewe umelaaniwa tayari kabisa. Lakini Biblia inasema katika Zaburi ya 71 mstari wa 1, nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, nataka nikutangazie hivi leo, wale ambao wanatengeneza aibu ya kwako, ya watoto wako, ya familia yako, wanaotaka uaibike, hautaaibika milele, kwa maana umemkimbilia Bwana wa mabwana. Wako wapi watu wachache hapa wanaosema amina? Biblia inasema nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Wale mliomkimbilia Bwana hamtaaibika milele. Washindi wachache wangesema amina, na ungempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Piga tena, Yesu asikie. Ninakutangazia kutoka kwenye madhabahu hii, hata kama kuna aibu na kashfa umetengenezewa, upo mkono wa Mungu ambao unakutengenezea heshima kinyume cha mikono ya wanadamu. Mabibi na mabwana, wanadamu wametengeneza aibu nyingi. Wanadamu wanaweza kutengeneza aibu nyingi kwenye maisha ya watu, lakini upo mkono wa Mungu unaotengeneza heshima, na hakuna mtu ambaye anaweza kusimama kinyume cha huo mkono wa Mungu ambao unatengeneza heshima. Ungempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Pigie tena Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Ninasimama kwenye madhabahu hii kwanza katika Kwaresma hii na kuonya, usiitengeneze
wala usifurahie wala usishawishi aibu ya mtu, utakuwa umebeba laana, kwa sababu Mungu ni Mungu asiyependa aibu ya mwanadamu. Usithubutu kutengeneza aibu, usithubutu kuestablish aibu, usithubutu kuisambaza aibu. Na sasa nataka nikuambie, katika hizi nchi za Afrika Mashariki kuna nchi moja ina tabia ya kushangilia matatizo, ina tabia ya kushangilia aibu. Mimi sijui hiyo nchi, na nyinyi wa Afrika Mashariki mtajiangalia wenyewe na mtajua, mtajiangalia wenyewe na mtajua. Yani hizi nchi za Afrika Mashariki kuna nchi moja wapo, yani ina tabia ya kushangilia aibu sana ya mtu. Mtu akishindwa, mtu akifulia, mtu akifilisika, mtu akiharibikiwa, mtu akishindwa, yani ndio furaha yao. Hawashangiliagi na kufurahia maendeleo ya mtu, lakini wanajua kushangilia na kufurahia anguko la mtu na kutengeneza anguko la mtu. Ni moja ya nchi iliyopo katika Afrika Mashariki. Mimi siijui, ila ninyi mliosoma Cuba mnaijua. Watu wanaofurahiaga matatizo kuliko kusapoti. Watu ambao wana chuki na wivu wa kuua, wana hasira, wana uchungu, wanakasirika wakiona maendeleo, wanakasirika wakiona mtu Mungu amemheshimisha, wanakasirika na kuichukia heshima ya mtu, lakini wanaipenda aibu ya mtu. Kuna nchi moja wapo ina roho hiyo, na mimi kwa mamlaka ya neno la Mungu nalohubiri asubuhi ya leo, ninaing'oa hiyo roho katikati ya nchi hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache waseme amena. Mabibi na mabwana, Adam uko wapi? Mungu anaita, Mungu anaita, na Mungu anakuita. Adam uko wapi? Where are you Adam? Maisha ni marefu kuliko msimu. Life is longer than a season. Life is longer than a season. Kwa hiyo nataka ujue, usiogope msimu ambao unapitia. Wapendwa mabibi na mabwana, Mungu aliweka ukuta wa moto na upanga wa moto kuzunguka bustani ya Edeni. Naam, jihadharini na wanadamu. Falsafa ya kujenga fence ilianza mapema katika bustani ya Edeni, kuwa na personal space. Katika kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mathayo mlango wa 10 mstari wa 17, Biblia inasema jihadharini na wanadamu. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wabaya. Lakini katika kitabu cha Mathayo 10:17 aliwaambia jihadharini na wanadamu. Jihadharini na wanadamu. Jihadharini na wanadamu. Ikiwa Mungu aliyemuumba mwanadamu alimtengenezea ukuta wa moto, akaweka na kerubi, akamaliza akaweka na upanga wa moto unaozunguka ukuta, wakaribishe tu kwenye maisha yako. Karibisha tu. Na leo tena ongeza shoga mwingine. Na leo ongeza tu. Wakaribishe tu. Fungulia milango yote. Watakupeleka mahali watakakokupeleka. Wewe Mungu, naomba urudishe ile picha pale. Umeona? Fence. Falsafa ya fence. Falsafa ya ukuta na magrili na ulinzi ilianza kitabu cha Mwanzo. Early in the morning. Ilianza na mwanadamu wa kwanza. Mungu akaweka fence na kerubi na upanga kuzunguka bustani ya Edeni. Adam, rudi, utapita wapi ufike pale? Kuna fence za ajabu. Nyewe mnaona hizi electrical fence za umeme zinapita hapo, mnaona kama vile ni nyinyi imeanza. Hii teknolojia ilianzia mwanzo kabisa. Kwa hiyo kama binadamu ni kiumbe cha namna hii, ninakuomba unapoangalia unatengeneza partner, unataka mtu wa kushirikiana naye kwenye huduma, kwenye biashara, unataka kumwajiri mtu, unataka kutengeneza urafiki naye, una jambo la kushare na mtu, watch yourself. Jiangalie. Biblia inasema jihadharini na wanadamu. Kama Mungu aliyemuumba mtu, yeye mwenyewe amejitenga na mwanadamu kwa kiwango cha kutengeneza ukuta wa moto, na kwa sasa hivi akakataa asionekane. Hata kama amejaa duniani, anasema nipo ambaye niko, lakini kwa Roho Mtakatifu
Hauwezi kumgusa, hauwezi kumsensi, hauwezi kukutana naye. Ni kujihadhari na wanadamu. Ukiona uelewe kujihadhari na wanadamu, nikimaliza somo hili tafadhali nenda airport. Nenda airport yoyote tu. Nenda airport uone watu wanavyofanywa scanning, ndio utajua kwamba kwa nini watu wanachukuaga tahadhari na watu. Na wewe kazi yako ni kukaribisha tu. Kuanzia asubuhi na jioni, karibuni, karibuni, karibuni. Kama ni Wasambaa ndio wanajua kukaribisha kweli kweli. Wasambaa, kebu osie iwe, kebu kaya, kebu osie iwe, kebu kaya, kebu kaya. Shauri yako. My time is over. Naomba usimame. Naomba usimame mahali ulipo, na tunazo hoja mbili za kuomba. Kwanza, muombe Mungu akuepushe na kila aibu, lakini Mungu akupe neema ya kimamlaka, na Mungu akurudishe kwenye position, nafasi ile ambayo umepoteza kiuchumi, kiroho, kifedha, kibiashara, kihuduma na yale mengine. Inua mkono wako juu wa kulia, na mkono wako wa kushoto inua juu, na mkono wako wa kulia weka kwenye moyo wako. Rudia maneno haya kwa dakika moja. Sema, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako, na mimi ninaungama hivi leo. Ninajua nimekutenda dhambi. Nimesikia kuitwa na sauti yako, Bwana. Nami ninaomba rehema. Unitakase kwa damu yako ya thamani. Unirudishe kwenye nafasi niliyopoteza. Unipe tena mamlaka, Bwana. Unijalie na neema yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Pasaka, ikinena mema kinyume cha mabaya yote. Na ndiposa kwa damu ya Yesu ninasimama hivi leo kinyume cha aibu ya kila namna. Ikiwa kuna aibu yoyote niliyotamkiwa, ninayoota katika mandoto ya usiku, nikiwa nimevua nguo au ninavuliwa nguo au ninavua mwenyewe, hayo mandoto ya usiku yanayoashiria aibu, ninauita mkono wa Bwana kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Mungu wa majeshi, uliyemvalisha Adamu mavazi ya ngozi, ukamvalisha Hawa mavazi ya ngozi, nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninapoomba na kukubariki, nina watu wachache ninaoonyeshwa kutoka ndani ya moyo wangu. Hata usiku wa leo umeota ukitembea uchi, umeota ukivua nguo, umeota ukivuliwa nguo. Ni roho za aibu na mambo ya aibu yanayotengenezwa kwa ajili yako. Tafadhali ninaomba uombe kipekee, na hata baada ya ibada hii upate nafasi ya maombi hata unapoelekea kazini. Omba sana unapoota usiku wowote au mchana, ukaota unatembea uchi. Ni mambo ya aibu yanatengenezwa kwa ajili yako. Inua sauti yako, omba kwa dakika chache. Baba, katika jina la Yesu, ninainua mikono yangu ya kichungaji juu ya watoto wako hawa. Kila mmoja ninamfunika na damu yako ya thamani. Ninasimama madhabahuni pako nikiuliza roho ya uzima na uponyaji juu ya wagonjwa walioko hapa, walioko mahospitalini na walioko nyumbani. Baba, ninaomba kwa ajili ya mamlaka na madaraka. Ninaomba uwapiganie watoto wako na kuwashindia asubuhi ya leo. Roho ya uzima na iwe juu ya watoto wako. Wale ambao ni wagonjwa, pokea uzima, pokea uponyaji, pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninasimama kwenye madhabahu kama uishivyo na roho yako ikaavyo. Ninawabariki watoto wako asubuhi ya leo. Ninaomba uibariki siku hii, na kila mahali tunaenda uso wako uende pamoja nasi. Sasa tunakuomba Bwana, na ibarikiwe siku hii ya 8 ya Kwaresma ya mwaka huu, na usikie sala na dua na maombi na mafungo ya watoto wako. Ibariki siku hii ya leo. Ninaomba usikubali dhabihu na sadaka tunazoleta madhabahuni pako. Utubariki Mungu Mwenyezi, sisi na sadaka zetu, na uzipokee kwako mbinguni, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Wote na tuseme amen. Na sasa inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, tangu sasa na daima. Na Mungu akuvalishe mavazi ya ngozi na aifiche aibu yako, kwa jina la Mungu Baba na Mwana
na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Hayo makofi hayatoshi, pigie tena. Haleluya. Na ninaomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu.